Nilipofika Goligota, nikaiona huko neema kubwa kama mto, neema ya ajabu. Neema ya Goligota ni kama bahari kubwa, neema tele na ya milele, neema ya kutosha. Nilipofika moyo wangu ulilemewa sana, sikufahamu bado vema neema yake kubwa. Neema ya Goligota ni kama bahari kubwa, neema tele na ya milele, neema ya kutosha. Nilipoona kwamba Yesu alichukua dhambi, neema ikadhihirika na moyo ukapona. Neema ya Goligota ni kama bahari kubwa, neema tele na ya milele, neema ya kutosha. Mbinguni nitakapofika, furaha itakuwa kuimba juu ya neema milele na milele. Haleluya. Neema ya Goligota ni kama bahari kubwa, neema tele na ya milele, neema ya kutosha. Neema ya Goligota ni kama bahari kubwa, neema tele na ya milele, neema ya kutosha. Haleluya, haleluya. Neema, neema, neema. Tumeokolewa kwa neema. Mbinguni tunaingia kwa neema. Uzima tumepata kwa neema. Neema ya Goligota. Mwimbaji anaimba, nilipofika Goligota, moyo wangu ulilemewa sana, maana sikufahamu neema inasema nini. Lakini nilipoona, haleluya, macho yangu yalipofunguliwa, nilipoona kuwa Yesu alichukua dhambi zangu, neema ikadhihirika na moyo wangu ukapona. Haleluya. Nilimwambia Bwana Yesu, Baba, ningetamani kujipatia tena, niongeze kwa majina yangu niwe Neema, jina langu niitwe Neema, maana neema inanishangaza. Kwangu ni ishara ya ajabu kupata neema. Mimi mwenye dhambi, mimi ambaye sistahili, sienee, nimepata neema. Haleluya. Nikasema, Baba, neema, neema, neema. Na tutakapofika mbinguni itakuwa ajabu sana kuimba juu ya neema. Neema, mama, neema imefunguliwa. Bwana Yesu yuko kwenye kiti cha neema, muda ungaliko, madamu ngali hai, maana baadaye itakuwa mwisho. Mungu akusaidie. Jina la Bwana libarikiwe. Hii ni nyumba ya wokovu, namba ya 117. Amen. Kwanza wakati moja nilikuwa nasema nitajipatia jina ya Neema. Neema kabisa. Sasa nilikuwa na tafakari neema ya Mungu jinsi alivyoniokoa. Lakini Bwana akapendezwa mtumishi wa Mungu akaniambia sasa jina yangu naitwa Baraka. Asema naitwa Baraka. Nikasema basi nashukuru. Nimeongeza kwa majina yangu ambayo kwa ndefu tena Baraka. Asema naitwa Baraka. Nashukuru Mungu sana kwa ile na hii baraka kabisa. Ibariki wengine, ibariki wengine. Namshukuru Mungu sana. Ndio siku ya leo kweli nataka nikukumbushe, kuna mara umesahau, nikutie moyo ya kuwa
baba anayekupenda. Kuna baba anayekupenda. Kuna Mwokozi anayekupenda. Haleluya. Usiwazie uko peke yako, ujue kuna yule anayekupenda. Wengine wanaweza wakakusahau, wengine wanaweza wakakudharau, wengine wanaweza wakakutupilia, wengine wanaweza wakakuacha. Baba, mama anaweza kukuacha, mume anaweza kukuacha, mke anaweza kukuacha, mtoto anaweza kukuacha, anakusahau, unakuwa kama vile unasauliwa na wengine. Unaweza jikuta sasa vile uko wewe peke mdunia. Dunia inakuwa manake inakuwa uchungu kwako, unakuwa unajiona uko wewe peke, na wagonjwa wanakata tamaa, wanasema acha nimalize na maisha bishi pale, nitoke nisionake tena hizi majaribu, hii kuonewa, hii vita, hii magumu yenye inanifuata. Unazungukwa na magumu ya aina mbalimbali, unazungukwa na vita ya aina mbalimbali. Milango yote unaenda kugonga, hakuna ambayo inafunguka. Milango yote inafungwa. Manake iko kama vile wamefunga milango yote ngambo na ngambo. Manake unaenda hapa hakuna suluhisho, unaenda hapa hakuna suluhisho. Unasema bwana, niko naomba, nishakaomba miaka ya kutosha juu ya maisha yangu, juu ya kitu fulani, lakini hakuna suluhisho. Lakini leo natafuta kukuambia kuna yule ambaye anakuona, kuna yule ambaye anakupenda. Na ndio maana leo kabisa ninakuja kukuhimiza mpendwa, Jesus loves you. Jesus loves you. Mungu anakupenda. Baba anakupenda. Kuna mtumishi wa Mungu Don Moon ambaye anaimba, somebody's praying for me, somebody's lifting me up to the Lord, somebody's praying for me. Hallelujah. You are not alone. Hauko wewe mwenyewe, hauko peke yako. Kuna yule ambaye anakuombea. Kuna yule ambaye anakesha kwa ajili ya maisha yako. Mimi peke yangu mimi nasema I know I'm not alone. I know you are praying for me. I know you are lifting me up to the Lord. I know you are praying for me. I know how you love me so. I know you are with me. And you will never let me. You will be every day with me. Je sais, najua siko mimi peke yangu, na Bwana yuko pamoja na mimi. Huwezi ukaniacha. Na wewe hauko peke yako. Mungu yuko pamoja na wewe. Ujapopita katika maji mengi, anasema. Napendeka neno tu hili ambalo liko hapa katika kitabu cha Isaya 43 mstari wa 2. Ujapopita katika maji mengi, hayatakumeza. Ujapopita katika moto, haitakulunguza. Maana una thamani machoni pa Bwana. Una thamani. Mara najua machozi yanadondoka na mimi naliaka. Mara moyo unaumizaka. Wapendwa, mimi binafsi moyo uliniuma masiku zilizopita kuhusu taifa langu nchi ya Kongo. Maana nilikuwa nasikia moyo unatafuta kupasuka, uchungu kuona mambo ambayo yako yanapitikana kwetu, uchungu. Na kisha naona wakuu wa moja wako wanacheka, wako wanafurahi. Na kuna najiuliza, watu wanaweza kufurahi namna gani kushangilia katika hali hii? Ni muda wa uchungu kimwili. Lakini tunajua kwamba faraja yetu iko. Ingawaje tulie, ingawaje tuwe na uchungu, tujue ya kuwa Yesu yuko, anayetupenda yuko, asiyelala wala kusinzia yuko. Kwa hiyo inatupatia tumaini. Tunacheka sababu Yesu yuko. Lakini hatucheki sababu ya utajiri, sababu ya kufanikiwa kimwili, sababu ya kitu fulani. Na wengine
wako wanasumbuka, wengine wako wanateseka, wengine hawakuli, wamoja wanakula wanasaza, wana manyumba za ajabu, na wengine wanakosa hata mahali pa kutia kichwa. Hiyo haiwezi kuleta furaha. Lakini furaha tulio nayo ni ile furaha ya wokovu. Katika mawimbi, katika zoruba, katika shida, katika matatizo, sababu tunajua furaha ya wokovu hakuna ambaye anaweza kaitoa. Hakuna circumstance, mambo yaliyo yajayo, hakuna kitu inaweza kaitoa. Tunacheka, tunafurahi sababu Yesu anatupenda. Tunaimba wimbo wa wokovu namba 115. Pendo la Mungu ni kubwa. L'amour de Dieu est merveilleux, est grand, est puissant, est fort. Pendo la Mungu ni la ajabu. Mwimbaji anasema ni kama bahari kubwa. Hiyo ni neema na ni upendo wa Mungu. Upendo wa Baba ni wa ajabu sana. Upendo wa Baba ni wa ajabu sana. Kuna mwimbaji ambaye anasema upendo wa Mungu Baba ni wa ajabu. Upendo wa Mungu wetu ni wa ajabu. Waweza kwenda juu, waweza kwenda chini, upande wa mataifa yote. Upande wa mataifa yote. Sijue mzuri, lakini kuna wimbo mmoja ambao niliimba katika lugha ya Kifaransa, ile anasema l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh que l'amour, mais comment il est si haut, qu'on ne peut le surpasser, il est si bas, qu'on ne peut le rabaisser, il est si large, qu'on ne peut le contourner, oh que l'amour. Haleluya. Upendo wa Mungu uko juu sana, hakuna ambaye anaweza kuvuka. Uko juu sana, uko chini sana, maana hakuna nyingine. Ni maki Juma wanasema yeye ni alfa na omega. Iko pana, iko kubwa sana, maana hakuna mwanaweza kaizunguka. Upendo wa ajabu. L'amour de Dieu, si fort, si tant. Kuko maneno nyingi nasema juu ya upendo. Sasa mimi niko nakuja kushuhudia sababu nimeona upendo wa Mungu na unanishangaza. Mara mtu anakuwa analia. Sema mimi ni nani, kama vile Daudi alivyosema. Mimi ni nani? Mwanadamu ni nani hata umkumbuke, hata umshughulikie? Mimi ni nani hata uandike jina langu katika kitabu cha uzima? Mimi ni nani hata unipanguze machozi? Mimi ni nani hata unifariji? Mimi ni nani hata uniambie mwanangu? Mimi ni nani? Napenda kukupatia moyo, hata kama wengine wamekukataa, hata kama wengine wamekusahau. Neno la Bwana linasema ikiwa mama anaweza kusahau mtoto wake ambaye ananyonyesha, mimi Mungu sitakusahau. Upendo wangu ni wa milele. Nimekuchora kwenye vipande vya mikono yangu, wewe mwanangu, sitakusahau. Bwana anasema hata kusahau. Mama anaweza kusahau mtoto mwenye yuko ananyonyesha? Sijui. Mama anaweza kusahau mtoto yuko ananyonyesha? Na kama anaweza kumsahau, neno la Bwana linasema yeye Mungu hawezi akatusahau. Tufarijike, tujipe moyo, tusiache. Ile ni mambo ambayo niko naambia watu, tusijiachilie. Ingawaje magumu iwe ya namna gani, ingawaje milima ionekane iko juu sana, tuseme nani atatupandia ile mlima? Nani atatuvusha ngambo? Mwaka gani Mungu wangu wewe? Ahadi zako zitatimia lini? Baba, mbona tunachoka? Mbona tunashindwa? Mbona hatuwezi? Bwana anasema yako ahadi zake zinadumu. Ujipe moyo, usiachilie. Ukiachilia ahadi zako hautafikia. Lakini ujipe moyo. Mara mimba yaumiza miguu, mara uterezi katika njia, mara unajiuliza ufanye, unakata tamaa, na wengine wanakukata tamaa. Lakini Bwana anasema ujipe moyo. Anakupenda. Anasema nakupenda kwa upendo wa milele. Ndio maana ninakuachia. Tutasoma hapo na pafurahia sana. Kitabu cha Yeremia
Kitabu cha Yeremia 31 mstari wa 3. Bwana alinitokea zamani akisema, naam, nimekupenda kwa upendo wa milele, ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Kupendewa na Bwana wa mabwana, kupendewa na Bwana wa majeshi, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mungu asiyeshindwa. Upendo gani hapa chini ya jua utakutisha? Wa wapi kama Yesu anakupenda, wengine wakikuchukia? Bisitumu unakata tamaa, bisitumu unatafuta kujiua, bisitumu unatafuta unakana imani. Tunajua wengi wamejiua, wamejinyonga sababu wamoja wanawachukia, sababu wako na magumu fulani, sababu wako na madeni, sababu hivi na jipe moyo. Najua mara moyo waumiza, lakini Bwana Yesu ndiye mponyaji wa moyo. Anauisha nafsi. Iko na vyote tunavyovihitaji. Iko na vyote tunavyovihitaji. Tumwamini tu. Ingawaje hatujaona kitu, lakini tuendelee tu kuamini, tuendelee kujipa moyo. Ingawaje venye tulikuwa tunawazia haiko ndio venye tunaona. Wa ndugu yangu, uko naomba, uko na ngoja kitu fulani, lakini unaona contraire, unaona tofauti na venye ulikuwa unatarajia. Lakini wewe simama tu kwenye zamu. Wimbo ya wokovu namba ya 116 inasema, ahadi za Mungu zinasimama imara. Mbingu zikiondoka, nchi ikitoweka, amini ataona ahadi za Bwana zinadumu. Katika mawimbi, katika zoruba, katika vita, katika shida, katika matatizo, katika njaa, katika kukosewa, katika kila hali, hata katika kufa. Neno la Bwana linasema, wimbo inasema, hata katika kufa, katika homa, katika magonjwa, katika shida, hauna tena tumaini. Baganga wanakuambia utakufa, hautaishi. Wanasema hautazalaka, hautakuwa na mtoto. Wanasema ugonjwa yako haitaponaka. Wanasema hautainuliwaka. Wanakuambia njoo mwisho. Wanasema watakutia mgereza. Au ujue ya kuwa ahadi za Mungu zinasimama imara. Sababu anatupenda. Sababu anatupenda. Neno la Bwana katika kitabu cha Petro wa pili sura 3 mstari wa 9. Petro wa pili sura 3 mstari wa 9. Inasema, le Seigneur use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Bwana anatoa muda wa kutuvumilia, anatuvumilia sababu hapendi hata mmoja apotee, lakini wote waifikirie toba. Sio kwamba Bwana anakawia kutimiza beniko natafuta kutimiza. Na tunajua ya kuwa Bwana hawai wala hakawii, lakini anafanya kila kitu kwa wakati wake. Na hapa anatuambia kwa ajili ya ahadi zake. Ahadi zake Bwana akiahidi anatimiza tu. Watu wawe na imani. Bwana akiahidi anatimiza. Petro wa pili sura 3 mstari wa 9. Neno la Bwana linasema, Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokuzani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote waifikirie toba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atakuja na hata kawia. Lakini muda wote tuko tunaona wamoja wanasema tangia watu wanasemaka Mungu atakuja, Yesu atakuja, Yesu atakuja. Mbona miaka na miaka ishapita? Na watoto wetu wataona, wataolewa hivi na hivi. Lakini neno la Bwana linasema Bwana hakawii kama vile tunavyowazia. Lakini hapendi hata mmoja apotee. Upendo wa Mungu. Kwa hapendi hata mmoja apotee, lakini wote waifikirie toba. Kama alivyosema tena katika hiyo kitabu ya Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Haleluya. Alinipenda, akakupenda, akapenda watoto wako, akapenda ulimwengu wote. Hana favoritism. Hana ubaguzi kama vile Petro alivyosema wakati alikuwa kwa Cornelio. Hana ubaguzi Mungu wetu. Muyunani, Muyuda, awe nani.
hapendi hata mmoja apotee. Alimpenda ulimwengu ili kila mtu amwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mungu wetu anatupenda. Anatupenda. Na neno lake linasema katika kitabu cha Waroma 8:31 mpaka 39. Tukisoma pale tutaona ya kuwa jinsi Bwana anasema hakuna, mtumishi wa Bwana Paulo anaandika, hakuna kitu cha kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu. Upanga, uchi, shida, giza, kufa, mambo yaliyo yajayo, malaika, wanadamu, hakuna. Mungu anatupenda upendo upendo anasema wa milele. Wa milele. Haiko upendo wa makakesho wa siku moja wa kufa na kupona. Haiko ule upendo ambao wanaounga ndoa wanasema mpaka kifo kitutenge. Haiko upendo wa vile. Lakini upendo wa milele, forever. Milele na milele. Upendo ambao hauna mwisho hapa chini na mbinguni. Basi farijika na maneno haya. Haya ndio nilio nayo moyoni kwanza kwa siku ya leo. Na mengine tutaendelea tu. Tutamtangaza huyu Yesu anayetupenda, huyu Yesu anayetukumbatia kama vile kuku anavyokumbatia vifaranga vyake. Kwake kuna bandari njema, kwake kuna pumziko. Ndani ya Yesu kuna pumziko. Unapopata shida, matatizo, magumu, unakuja kwenye uvuli wa Yesu. Uwe tu na imani. Hii wimbo ambayo inasema, nikimalizia hayo kwa siku ya leo, inasema ukilemewa na magonjwa, matatizo yakikusonga, maisha yakiwa magumu, shida zikikusiti, ende chini ya msalaba wa Yesu, magonjwa, shida zangu zitakwisha. Ukilemewa na magonjwa, matatizo yakikusonga, maisha yakiwa magumu, shida zikikusidi, enda chini ya msalaba wa Yesu, magonjwa, shida zangu zitakwisha. Chini ya msalaba wa Yesu twasamehewa dhambi. Chini ya msalaba wa Yesu tumeponywa magonjwa. Chini ya msalaba wa Yesu ndiko kuna amani. Chini ya msalaba wa Yesu ndiko kuna furaha. Chini ya msalaba wa Yesu twasamehewa dhambi. Chini ya msalaba wa Yesu tumeponywa magonjwa. Chini ya msalaba wa Yesu ndiko kuna amani. Chini ya msalaba wa Yesu ndiko kuna furaha. Chini ya msalaba wa Yesu. Kupona kwetu ni chini ya msalaba wa Yesu. Furaha yetu ni chini ya msalaba wa Yesu. Amani yetu ni chini ya msalaba wa Yesu. Wokovu wetu ni chini ya msalaba wa Yesu. Pumziko letu ni chini ya msalaba wa Yesu. Hatutaipata nulle part ailleurs, chini ya msalaba wa Yesu. Sababu anatupenda. Anatupenda. Amani tunayoitafuta ni chini ya msalaba wa Yesu. Wapendwa, nilienda katika nchi moja Afrika, nchi moja sitaisema chini. Nilishangaa katika nchi hiyo. Walikuwa wakiuzisha madawa ya ulozi, ya uchawi katika soko. Nikaishiwa nikasema, Mungu, uchawi nao inataka uzishiwe msoko Afrika kwetu. Nikaishiwa. Sasa nikasema, je, hii madawa, mko dawa ya amani? Mko dawa ya kuleta amani? Nani anauzisha amani? Nani anauzisha upendo? Nani anauzisha furaha? Nani anaweza kauzisha? Hakuna. Na hiyo mambo ndio mwanadamu anahitaji. Amani ya roho, amani katika mawimbi, amani katika kila kitu.
Dawa yoyote ile ambayo tunaweza tukatafuta ni damu ya Yesu. Ni Yesu ndio dawa wa matatizo yote. Hapana katika uchawi, hapana katika uchawi, hapana katika uongo, hapana katika uzinifu. Hakuna raha gani wanapata katika uzinifu na uasherati. Unaenda kuzini, baadaye ni machozi, baadaye ni majuto. Huko na juta, nani alinitumaka? Tena kesho unaenda subutu, lakini mwisho wako ni majuto. Lakini kazi ya Bwana haina majuto. Yote inayotoka kwa Bwana haina majuto. Basi hakuna sheria katika mambo ya Bwana. Haleluya. Kwa Yesu wetu kuna amani. Tuna vitu ambavyo hatuwezi tukavipata nili parayero. Mwokozi wetu, mwokozi mzuri, mwamba imara, mchungaji mwema, kimbilio la vizazi vyote, tumaini letu. Mpendwa, ukijua identity yako mbele za Mungu, ukijua wewe ni nani mbele za Mungu, utasema kama vile mtume Paulo alisema, mtu asinitaabishe, kwa maana nachukua mwilini mwangu chapa za Yesu. Ndio maana anakuwa anasema, wapendwa ambao mara wanaweza kuwa wakinisema, mama Mireille alishakakuwa yeye, alishakajiachilia, alishakuwa hivi na hivi. Wa mpendwa, unafanya dhambi za bure, unachokea bure, sababu mimi haviniambia kitu. Manake sijui haviniambia kitu. Najua mimi ni nani, najua aliyeniita, najua nini ninafanya, najua kabisa, siko mjinga. Akili yangu haijaruka, akili yangu kabisa inatumika sawa sawa. Kwa hiyo mpendwa, wajapo kudharau, wajapo kuonea, wajapo kusema, usivunjike moyo. Wewe unamjua uliyemwamini, unamjua ya kuwa ni Bwana wa mabwana. Sio kiburi, lakini unamjua aliyekuita, na alipokuita hakuna ambaye alikuwa pale, alikuwa wewe na yeye. Hii nampendeka Bwana Yesu. Akiita mtu anamuitaka binafsi, na anamwambiaka vitu binafsi, anakuwa anajidhihirisha binafsi. Nikiona jinsi alivyomuita Mariam. Mariam alikuwa mwenyewe wakati malaika alikuja kumpa habari. Daniel alikuwa mwenyewe. Zakaria alikuwa mwenyewe. Bwana Yesu anatuambia binafsi, na mimi nilikuwa mwenyewe, hakuna aliyekuwa pale, hakukuwa. Najua aliyeniita. Ndiyo maana namuinua na kumtangaza na kuambia watu wajipe moyo. Yeye ni Bwana wa mabwana. Yeye ni shujaa wa mashujaa. Yeye ni simba wa kabila la Yuda. Hajawahi kushindwa hata siku moja. Jina lake naitwa Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, kimbilio la vizazi vyote, nyota ya asubuhi, mwamba imara, mkate wa uzima, ngao na kigao, jemadari, kamanda wa vita, Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme. Anavyo vyote tunavyovihitaji. Utukuzwe Mungu. Utukuzwe Baba kwa kutupenda upendo wa ajabu. Utukuzwe kwa kutupenda. Utukuzwe Mungu wetu. Ingawaje madhaifu yetu, unasema mwanangu nakupenda. Unasema mwanangu nimekupenda kwa upendo wa milele. Unasema umeokolewa kwa neema, sio kwa matendo yako mazuri. Unasema hakuna cha kututenga na upendo wako. Unasema haya, njoni tusemezane, dhambi zenu zijapo kwa nyekundu kama damu, nitazifanya nyeupe kama theluji. Haleluya. Unasema tena ya kuwa njoni kwangu nyote msumbukao na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Unasema tena ya kuwa, Bwana wa majeshi, ya kuwa kuna njia mbili, ya mauti na ya uzima, chagueni uzima mpate kuishi. Asante Bwana Yesu. Unatutakia mema tuishi. Unatutakia mema tuishi pamoja na wewe. Ukasema naenda kuandalia makao ili nilipo na ninyi muwepo. Unasema tena ya kuwa sitawaacha mayatima, nitawatumia msaidizi. Tunavyo vyote katika wewe. Petro akasema tuende wapi tukuache wewe? Kwako ndiko kuliko maneno ya uzima. Kwako ndiko kuliko vyote tunavyohitaji. Kwako ndiko kuliko raha. Kwako ndiko kuliko uzima. Kwako ndiko kuliko vyote. Hatuwezi tukavipata hapa chini yetu. Wewe ni dawa kwa suluhisho zetu. Hawa wanataja hawa wanakimbilia hapa, hawa wanakimbilia hapa, lakini sisi kwako. Haleluya. Anayekupata amepata vyote. Amepata hekima, amepata uzima, amepata baraka. Mwimbaji akasema anayekupata amepata vyote.
Anayekuona ameona vyote. Ndani yako mna uzima, ndani yako mna maisha, ndani yako mnavyo vyote tunavyohitaji. Asante Baba, uinuliwe, utukuzwe, ubarikiwe milele na milele. Utukufu kurudi wewe Bwana. Unaipenda wanadamu wote. Maana unasema wote wanaosumbuka waje kwako, waje wapokee bure. Na umetupatia bure. Baba, umetupatia bure, umetupa bure. Maana kuna mtu ambaye amepata kitu cha kukulipa, ukatupatia bure. Utukuzwe, 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 utukuzwe milele na milele. Haleluya. Asante Yesu. Amina. Asante Baba. Yesu ni pendo, alipenda wote. Yesu ni pendo, ananipenda. Yesu ni pendo, alipenda wote. Yesu ni pendo, ananipenda. Baba na mama waweza kuniacha, baba na mama waweza kuniacha, lakini Yesu hawezi kuniacha. Lakini Yesu hawezi kuniacha. Watu wengi waweza kukuacha, rafiki zako waweza kukuacha, lakini Yesu hawezi kukuacha. Lakini Yesu hawezi kukuacha.